Ukipita kwenye mitandao ya kijamii unaona mambo mengi sana, likiwemo wa Marekani kutokubaliana katika mambo yao ya budget. Watanzania wengi na wasiokuwa Tanzania wanazungumza. Najiuliza, kutokana na picha ya dunia inavyokwenda, kutokana na mgogoro wa kiuchumi uliokuwa ndani ya taifa husika, kiasi kwamba raia wanaweza wakapata mtikisiko zaidi ya 100,000 au 2, anawezaje kutoa pesa kutusaidia sisi wa Afrika wakati kwake kuna mgongano mkubwa wa kiuchumi? Najiuliza tu. Najiuliza tena, ni wakati gani tutaacha ubinafsi? Ni wakati gani tutachukua hatua madhubuti ili tujitatulie matatizo yetu wenyewe na tusonge mbele wenyewe? Najiuliza tu. Si vibaya nawe ukajiuliza katika mfumo wako na utaratibu wako. Ni mimi T.R. Msigwa najiuliza katika utaratibu huu. Hilo la kwanza. Lakini nachotaka kusema, dawa yetu imefanikiwa kwa asilimia zaidi ya 100. Kwa sababu mtu anaweza kawa anasumbuliwa na kichwa, anaweza kusumbuliwa na kuwashwa, anaweza kusumbuliwa na kifua, anaweza kusumbuliwa na vitu vingi. Anaweza katumia 4A9, ile hali yote ikaondoka, ikabaki ule mstari. Kuna wengine wamebaki kuwa wiki, na kuna mwingine ule mstari unakwenda na kurudi. Mstari si ugonjwa. Mstari ni taarifa kwa mtu huyu alikuwa mgonjwa. Kwa hiyo sisi wa Afrika hatuna sababu ya kung'ang'ania kula karanga, ya kung'ang'ania kula mashudu, ya kung'ang'ania kula vitu vingi ambavyo havina tija yoyote. Hatuna sababu. Na wewe ambao ulikuwa na changamoto nyingi, ukaondokana na changamoto hiyo, hiyo ni hatua moja kubwa zaidi ya kujivunia. Hatua ilobaki ni kutumia vitamin C na mbinu zingine anazojua T.R. Msigwa ili uondokane kabisa na balaa hilo, ili uendelee kuwa vizuri katika safari ya maisha yako. Thamini ulichofanyiwa. Jione uko bora zaidi kuliko yule aliyokuwa anakula karanga na madhara yake ni makubwa zaidi. Nimependa kuyasema haya katika siku ya leo. Naamini kesho ni siku nyingine, naweza kupata mwingine na nikaweza kuyazungumza katika mitandao ya kijamii. Tuzungumze na T.R. Msigwa ndio lugha tunaosafiri nayo kwa kipindi chote hichi. Jambo jema na zuri zaidi ni moja tu. Tuendelee kumtanguliza Mungu mbele, tumuendelee kumuomba kwa kila kinachotukwaza mbele yetu, ili kiwe rahisi na kiwe kizuri zaidi katika safari ya maisha yetu. Mungu ibariki Afrika. T.R. Msigwa.